Mansa Musa, kwanza Mansa ni neno ambalo linaashiria mfalme kwa tamaduni za Kimali. Kwa Mansa Musa alikuwa ni mfalme wa 9 wa dola ya Mali. Ilikuwa ni karne ya 14. How rich was Mansa Musa? Gazeti la Times duniani, of course ni gazeti maarufu sana, ilisema you cannot put numbers to Mansa Musa's wealth and richness. Huwezi ukaweka namba kukadiria utajiri aliokuwa nao Mansa Musa. Ramani ya kwanza na muhimu karne ya 14 ilikuwa ni the Catalan Atlas. Ni ramani ambayo kwa sehemu yake ilifanya kazi kubwa sana kuelezea dunia iko vipi na wapi ni wapi. Mansa Musa ndio mtu pekee kutoka Afrika aliyechora kwenye ile ramani, ambapo alikuwa anaonekana ameshikilia donge la dhahabu. Kwa hiyo hii ni influence au inaonyesha ushawishi gani Mansa Musa hata baada ya kuondoka duniani alikuwa na uwezo wa kuinfluence mataifa mengine hata kutokea kwenye ramani muhimu kama hii ya Catalan. Mansa Musa, kwanza Mansa ni neno ambalo linaashiria mfalme kwa tamaduni za Kimali. Kwa Mansa Musa alikuwa ni mfalme wa 9 wa dola ya Mali. Ilikuwa ni karne ya 14. Wale watu wa Mali ni watu wa Mandinka, lakini of course wakoloni wanapenda kuwaita Mandingo, ambao kwa tamaduni zao akizaliwa mtoto anapewa jina la mama yake la kwanza. Kwa hiyo yeye Mansa Musa jina lake halisi lilikuwa ni Kanku Musa, kwamba ni Musa mtoto wa Kanku. So that is Mansa Musa. Mansa Musa ni sehemu ya ukoo mkubwa wa Sunjata au Sundiata Keita, ambapo alikuwa ni mwanzilishi wa dola ya Mali. Binamu yake ambaye alikuwa ni Mohamed Ibn Ku alikuwa ndio mtawala wa Mali kwa kipindi hicho, na alikuwa anatamani sana kwenda kusafiri ama kutembelea dunia sehemu nyingine. Kwa at one point aliondoka na meli takriban 2000 kwenda kuangalia upande wa pili wa dunia kuna nini. Hapo ndipo alipomwachia Mansa Musa awe kama ni mfalme wa muda mpaka pale atakaporudi. Lakini kwa bahati mbaya ama nzuri kwa of course Mansa Musa, lakini mbaya kwa binamu yake, hakurudi. Kwa hapo ndipo Mansa alipokuwa mfalme ama kiongozi wa milki ya Mali. Of course kwa karne ya 14 dunia ilikuwa haijui sana kuhusu Afrika, na kipindi hichi bara la Ulaya lilikuwa limegubikwa kwenye vita za wenyewe kwa wenyewe, na ukulima ulikuwa ni sehemu kubwa sana, ukulima mdogo, peasantry. So Mansa Musa alikuwa ni Muislamu na alishapanga muda mrefu sana kwenda kuhiji Maka, na kwa sababu alikuwa ni Muislamu alipanga kwenda kuhiji Maka. Mwanzoni mwa ufalme wake alijiandaa kwa hii safari ya kwenda kuhiji, na inakadiriwa kwamba kila mwaka alishika watumwa takriban 6,000 kwa ajili tu ya hii safari ya kwenda kuhiji Maka. So when time reached, ambayo ilikuwa ni mwaka 1324, alianza safari yake rasmi ya kwenda Maka, akipita miji mikubwa kama Cairo, Madina na Maka. Hapo ndipo dunia ilimjua Mansa Musa ni nani. Ukiongelea kuhusu hija ya Mansa Musa, ni hija ambayo iligubikwa na utajiri na show off ya sehemu kubwa sana. Mansa Musa, kama nilivyosema hapo mwanzo, alikuwa kila mwaka anakamata watumwa takriban 6,000 kwa ajili tu ya kujana na hii hija, na hii ilimpelekea kugombana miji mingi ambayo ilikuwa ni pembezoni mwa milki ya Mali, hasa ambayo ilikuwa sio ya Kiislamu. Inakadiriwa kwamba alikonka au alichukua miji 24 kwa ajili tu ya kuhakikisha kwamba kingdom yake ama milki yake ni kubwa na ana watu wengi sana wa kumtosha yeye kuwa watumwa na kuulisha milki ya Mali. Lakini inakadiriwa siku ya safari yake mwaka 1324 alikuwa na watu takriban 60,000, watu wengi sana kwa safari moja. Ulikuwa huoni mwanzo wala mwisho. Lakini pia watumwa aliokuwa nao kwenye msafari ni watumwa 12,000, ambao kila mtumwa mmoja alibeba dhahabu ya kilo 1.8. Lakini pia alikuwa na
na ngamia takriban 80 mpaka 100, ambao kila ngamia mmoja alibeba vumbi la dhahabu ambao inakadiriwa ni kati ya kilo 23 au mpaka 136. Kwa hiyo hata watumwa wake walikuwa wamevaa hariri, silk dresses, ambao tunajua kwamba watu wanaovaa silk dresses ni watu ambao wametoka kwenye some part of extra rich ama the ruling class, na ilikuwa imedariziwa kifalme. So alipofika Cairo, ambapo ndio ilikuwa ni mji mkubwa wa kwanza yeye kwenda, alilala kwanza kwenye karibu na pyramid ya Giza, na siku ya pili aliingia mjini Cairo. Mfalme wa Misri kipindi hichi Al-Nasir Muhammad, ambaye alikuwa ni sultan, alikuwa ni tajiri, lakini alikuwa hajawahi kukutana na Mansa Musa of course, lakini pia alishawahi kukutana na viongozi wa Mali kama Sakura, ambapo alinaye alishawahi kupita hiyo njia kwenda kuhiji. Kwa alipofika pale, gesture ya kwanza ambapo Mansa Musa aliifanya ni kumpa kilo 200 za dhahabu, ili mfanya sultani mwenyewe kushangaa, huyu jamaa ametoka wapi? Mbona kama mzigo ni mwingi? Na kila mtu aliyeomba dhahabu alipewa aidha vumbi ama baa za dhahabu. Kwa hiyo hii ilikuwa ni show off moja kubwa ya Mansa Musa, na watu wengi ndipo kwa mara ya kwanza kaskazini mwa Afrika na Mashariki ya Kati walianza kujua kwamba kuna mtu ametoka Mali ana fedha hizi na ni Mwafrika. Lakini kitu kingine ambacho kiliwavutia watu, alipoingia Cairo ilibidi amsujudie of course kiongozi wa Misri ambaye alikuwa ni Sultan Al-Nasir Muhammad, lakini alikataa mwanzo. Alisema mimi siwezi nikamsujudia mtu isipokuwa Mungu. After some time ya standoff alikubali kusujudu kama sehemu ya tamaduni. So that was Mansa Musa. Lakini kwa safari yake hii ya kwenda kuhiji, inakadiriwa alibeba dhahabu ambayo ilikuwa ni tani 18 yenye thamani ya dola bilioni 1.8 ya mwaka 2024. Na kutokana na hii safari alidistort soko la dhahabu lote kuanzia Cairo, Madina na Maka, kwa sababu dhahabu kwa kipindi hichi ilikuwa inauzwa kwa gramu 4.25, ilikuwa inauza dirham za fedha 25, lakini baada ya kupita hiyo safari ilishuka chini ya dirham za fedha 22, na ili dumu kwa miaka 10 mpaka 12. So that's how rich was Mansa Kankan Musa, na hii ilikuwa ni details za hija yake ya kwenda Maka. As you know, unapokuwa tajiri lazima uwe na chanzo cha utajiri wako. Mansa Musa ambaye alikuwa ni kiongozi wa miliki ya Mali, chanzo chake kubwa cha utajiri kwanza kabisa ilikuwa ni dhahabu, kwa sababu kwenye soko la dunia kipindi hichi karne ya 14, 60% mpaka 70% inaaminika ilikuwa dhahabu ya dunia inatoka Mali. Lakini pia alikuwa anadhibiti soko la chumvi la mikoa ya kaskazini, ambapo walikuwa watoza kodi, lakini pia anadhibiti biashara yote kwa ujumla ya chumvi kwenye mikoa ya kaskazini. Lakini kwa mikoa ya kusini alikuwa ana migodi mikubwa ya dhahabu kama Bambuke na Bure, ambayo ilikuwa inatoa dhahabu nyingi sana. Lakini mbali na hivyo vyanzo vikubwa viwili vya utajiri wake, alikuwa anafanya biashara nyingine kama pembe za ndovu, kuuza watumwa, kuuza vyombo vya ufinyanzi, lakini pia kuuza material ya nguo kama hariri au watu wanafahamu current silk. Kwa hiyo hii yote ilikuwa ni sehemu au ni chanzo kikubwa cha utajiri, ambapo ulikuwa ndio ulimfanya Mansa Musa kuwa mtu tajiri kuliko mtu yoyote kwa kutokea kwenye ulimwengu huu. Mali hata leo ni kubwa, ni miongoni mwa nchi kubwa 10 zilizoko Afrika kwa habari ya ardhi na eneo. Lakini Mali ilihusisha ambapo nchi za leo, the modern countries of Guinea, Senegal, the Gambia, Mauritania na Mali yenyewe. Kwa hiyo ilikuwa ina kilomita za mraba zinazokadiriwa ni 1.240. Kwa hiyo ilikuwa ina ardhi kubwa sana, ambapo pia ilikuwa ni mtaji mkubwa kwa kiongozi wake ambaye alikuwa ni Mansa Musa. How rich was Mansa Musa? Gazeti la Times duniani, of course ni gazeti maarufu sana, lilisema you cannot put numbers to Mansa Musa's wealth and richness. Huwezi ukaweka namba kukadiria utajiri aliokuwa nao Mansa Musa, kwa sababu ya kwanza ikiwa huwezi kutenganisha utajiri wake na miliki yake, kwa sababu kipindi hichi wafalme wa viongozi wa nchi walikuwa ni wamiliki wa hiyo nchi. Kwa hiyo it's very hard to quantify.
Lakini inakadiriwa kwamba kuna viongozi matajiri wengi kwenye history tunawaona. Kuna Kaisari Augustus ambao inakadiriwa kwamba kwa mwaka huu angekuwa ni sawa na ana utajiri wa sawa na trilioni 4.6 dola za Kimarekani. Lakini pia kuna mtu kama Shenzong ambaye alikuwa ni mtawala wa China, ambao kwa muda wake alikuwa anachangia pato la dunia kwa 25% mpaka 30%. Lakini hawa wote ungewaunganisha leo wasingemfikia hata nusu ya Mansa Musa. Kwa hiyo to keep the numbers au to put the number kwenye utajiri wa Mansa Musa, wataalamu wengi wa uchumi na history wameona ni ngumu na ni kitu ambacho hakiwezekaniki. Lakini utajiri wake inaaminika ni utajiri ambao ni mkubwa kuliko wa mtu yoyote aliyowahi kuishi kwenye ardhi ya dunia. How influential was Mansa Musa in Mali? Kwanza kabisa, kama nilivyosema mwanzo kwamba watu wengi walikuwa hawajui kuhusu Mali na Afrika ya Magharibi mpaka Mansa Musa alipoenda kuhiji Maka. Hapa ndipo watu wengi sana including watu kutoka bara la Ulaya walijua kwamba kuna mtu fulani anaitwa Mansa Musa kapita miji fulani, na kila mji aliyopita aligawa dhahabu aidha kwa mfumo wa gold bars ama kwa mfumo wa vumbi la dhahabu. Lakini pia kitu kingine, baada ya Mansa Musa kufariki, karne ya 14 mataifa mengi yalikuwa ndio yanaanza kuijua dunia aidha kwenye fraternity ya usafiri na kunavigate na kadhalika. Kwa hiyo ramani ya kwanza na muhimu karne ya 14 ilikuwa ni the Catalan Atlas. Ni ramani ambayo kwa sehemu yake ilifanya kazi kubwa sana kuelezea dunia iko vipi na wapi ni wapi. Mansa Musa ndio mtu pekee kutoka Afrika aliyechora kwenye ile ramani, ambapo alikuwa anaonekana ameshikilia donge la dhahabu. Kwa hiyo hii ni influence au inaonyesha ushawishi gani Mansa Musa hata baada ya kuondoka duniani alikuwa na uwezo wa kuinfluence mataifa mengine hata kutokea kwenye ramani muhimu kama ya Catalan. Mansa Musa na Uislamu. Mansa Musa alikuwa ni mtu muhimu sana katika kuenea kwa dini ya Kiislamu, hasa kwenye milki yake ya Mali, lakini pia na mataifa ya kaskazini ya Afrika na Mashariki ya Kati. Mansa Musa tunajua kabisa kwamba alienda kuhiji Maka kwa kutumia gharama nyingi na watu wengi, takriban watu 60,000. Watu wote kuhiji tu kwenda kule walijua zaidi dini ya Kiislamu, lakini pia alishawishi njia alizopita au the path aliyotumia kwenda mpaka kufika Maka. Alishawishi hata wale wakazi wa miji hii kuijua ama kujikita zaidi kwenye dini ya Kiislamu. On top of that, kila Ijumaa iliyomkuta safarini kuelekea Maka alijenga msikiti mpya hiyo sehemu aliyofika. Lakini alivyorudi pia kutoka kwenye hija yake, alichukua miji kama Gao na Timbuktu na kuhakikisha kwamba anajenga institution nyingi za kuhakikisha kwamba dini ya Kiislamu inafundishwa kwa watu ambao walikuwa wanaishi kwenye miji hii, lakini pia Mali kwa ujumla. Alishawishi wanazuoni wengi wa Kiislamu kurudi naye Mali, kuhakikisha kwamba hizi institutions zinakuwa run na watu ambao wanaijua dini na wanaweza kufundisha dini kwa watu wengi zaidi. Pia alitoa scholarships kwa watu wengi sana wa Mali. On top of that, moja ya msikiti maarufu kabisa aliyojenga Mansa Musa ni msikiti wa Jingareba, ambapo mpaka leo shirika la UNESCO duniani lina ulinda kama urithi wa dunia. Hii yote ni effect ya Mansa Musa kwenye Uislamu. Na on top of that, miji yote aliyopita na mataifa yote aliyopita kwenye hija yake alihakikisha kwamba wanatengeneza mahusiano mazuri, hasa kisiasa na kidini. Mansa Musa alifariki mwaka 1337 na aliacha milki ya Mali kwa watoto wake ambao walirithi ufalme wake. Kwa bahati mbaya mwaka 1388 milki ya Mali ilianza kudhoofika kwa sababu ya mavamizi ambayo moja wapo lilikuwa ni watu wa Tuareg nomads ambapo walikuwa wanaingia sehemu ya Mali. Lakini on top of that kuna watu wa milki ya Songhai ambao walikuja kuwa na nguvu na jeshi kubwa sana na walianza kuathiri milki ya Mali. Lakini the last nail to the coffin, msumari wa mwisho kwenye jeneza la Mali, ilikuwa ni mwaka 1670 ambapo
dola ya Morocco ilichukua masalia na mabaki yote ya ufalme ama milki ya Mali, na hapo ndipo Mali Empire ilifunga ukurasa wake wa kuwa dola iliyokuwa magharibi mwa Afrika yenye ushawishi mkubwa na utajiri mwingi duniani.